Naam, sasa ni uchambuzi wa kina kwa habari ambazo Kevin ametuwasilishia hapa. Ibrahim, karibu sana. Shukran sana. Mambo ambayo yanaendelea, unaona kama kilo zinakupungua hivi? Inawezekana? Inawezekana. Nilikuwa sijafikiria hilo, lakini inawezekana. Tunakuwa busy sana na hivi vitu. Kuna wakati tulifikia tukaona vita vimekwisha, tukarudi kwenye mapigano, lakini tukaenda tena kwenye mazungumzo, vitisho. Tuko wapi sasa? Tupo kwenye kile ambacho kilianzishwa na nadhani ilikuwa ni New York Times walianzisha, au Washington Post. Katika haya magazeti mawili kuna moja ilianzisha hiki kitu kinaitwa TAKU, Trump always chicken out. Hapo ndio tulipokwama, kwa sababu kumekuwa na unatishwa kama ukijaa unajaa kweli kweli, kwa sababu unakuwa umetishwa sana. Halafu baada ya kutishwa unamuona aliyekutisha tena kapita pembeni, halafu anakuja na imekuwa ni kawaida hivyo, imekuwa ni kawaida kwa sababu Jumamosi jioni Donald Trump alitangaza kuwa Marekani ilikuwa imesitisha mashambulizi katika muktadha ule ule ambao tumekuwa tukiusikia kutoka huku nyuma, yani ile TAKU. Mara hii imekuwa ni TAKU Saturday nadhani, sio Tuesday. Saudi Arabia, Qatar, UAE na Irani wameniomba the same, yani wameniomba, wakati Irani wanasema kuwa sisi hakuna sehemu yote na kama kuna kitu ambacho huwa ninakizungumza mara nyingi kuwa kama kuna siku Irani watakuja kufanya mistake yoyote katika maisha yao, basi kuja kurasmisha maombi kwa Donald Trump ya chochote, yani mfano kama hivi unaona ile usitishaji. Kama kweli kungekuwa na mazungumzo ya moja kwa moja Irani wameiomba Marekani, iwe kwa maandishi iwe kwa mazungumzo, basi yangevuja kupitia mtandao wa Truth Social. Yani kama kungekuwa na maandishi, basi Trump angeachapisha kwenye mtandao wa Truth Social, ushahidi huu hapa, wameniomba. Au kungekuwa na mazungumzo ya simu, basi yangevujishwa. Ni kitu ambacho labda naweza kukwambia anakitafuta sana kupitia hapo, kuwa hawajawahi kumpa hiyo nafasi. Kilichotokea baada ya tishio kubwa la Marekani mwishoni mwa wiki kuwa watafanya mashambulizi mazito sana ndani ya Irani, hapa katikati kulikuwa kuna simu zinatembea sana, na ndipo ambapo vyombo vya habari viliandika mazungumzo mazito kati ya Donald Trump na mfalme wa Saudi Arabia, mwanamfalme Crown Prince Mohammed bin Salman. Bin Salman alichomwambia Donald Trump, hatutaki hili liongezeke, kwa sababu unafahamu kuwa wiki mbili zilizopita nchi ambayo ilikuwa inaelekea kwenda kwenye vita kamili ilikuwa ni Saudi Arabia, kwa sababu tayari ilikuwa ikikabiliana na mashambulizi ya pande tatu. Kwa hiyo kwa utaratibu ulivyo, na kama Marekani ingetekeleza hayo mashambulizi kwa Irani, Saudi Arabia ingehusika kwa nafasi kubwa zaidi, na kuiweka hatari zaidi ingekuwa Saudi Arabia, ingekaa kwenye hatari zaidi, kwa sababu ingepokea mashambulizi makubwa zaidi. Manake tayari hakuna ceasefire ya Wahuthi, hakuna ceasefire ambayo imetokea kutoka kwa makundi ya wapiganaji ya Iraq ambao nayo yanataka kulipa kisasi baada ya Saudi Arabia na Marekani kufanya mashambulizi wiki jana. Lakini wanaipa uhalali Irani pia kufanya mashambulizi ya kujibu kuelekea Saudi Arabia. Kwa hiyo nchi ambayo ilikuwa inakwenda kukaa pabaya zaidi ilikuwa ni Saudi Arabia. Kwa hiyo Trump akisema kuwa aliombwa na hizi nchi, mimi naweza nikamwelewa aliombwa na Saudia, kwa sababu Saudi Arabia ilikuwa kwenye nafasi ngumu zaidi katika kipindi hiki. Lakini kwa nini waombe Saudia ikiwa wao tayari walikuwa wako katika nafasi ya kupigana? Saudi Arabia hataki kuzidi zaidi, kwa sababu athari ambayo unaweza kusema amekumbana nayo, mfano UAE mwanzo wa mzozo, ndio ambayo inaelekea kwenda kuikumba Saudi Arabia, kwa sababu UAE yeye shida yake ni jiografia. Alipo hana njia yoyote zaidi ya kupita Hormuz, yani hana popote atafanya, lazima ataigusa Hormuz. Yani yupo karibu zaidi na Irani, kuwa hana chaguo. Saudi Arabia wakati mzozo unaanza, yeye alikuwa mafuta mfano na gesi alikuwa akipitisha 35% Hormuz. Kwa hiyo bado alikuwa na njia ya ziada ambayo alikuwa anaweza kutumia Bahari Nyekundu kupitisha kutoka Yambu kuelekea maeneo mengine. Kwa hiyo alikuwa anaweza Saudi Arabia kuangalau kufika kwenye masoko ya kimataifa kwa kupitia Bahari Nyekundu. Sasa tunaona wiki mbili zilizopita
hawa Wahuthi walifunga mlango mmoja kwenye Bahari Nyekundu, hasa ule wa kutokea chini ambao unakwenda India, unakwenda China, unakuja Afrika na kuja kwingine. Ikabidi hata taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari vya Saudi Arabia, mfano jana juzi, kuwa baadhi ya meli nyingi sasa zinazunguka njia ya Afrika ambao ni njia ndefu zaidi kwa ajili ya kwenda kupeleka mafuta sehemu. Yaani maana yake kuwa wakati meli zinatoka kwenye bandari za Saudi Arabia, sasa hivi zinabidi lazima nyingine zipite Suez Canal. Sasa unakwenda China, unakwenda India, unakwenda sijui Malaysia, unakwenda wapi? Kwa nini upite njia ndefu? Kwa sababu hii njia ambapo alikuwa akitoka kwenye bandari zake anapita Yemen, tayari anaitazama upande wa pili wa bahari ya Hindi. Lakini sasa hawezi kutoka kupita Yemen, inabidi pale akitoka apite Misri. Akipita Misri anaunga Mediterranean juu, anakuja kuizunguka Afrika nzima. Yaani ni lazima apite Mauritania, aje upande wa pili, aje mpaka South Africa. Halafu zile meli zije zipite hapa kwetu pembeni ya Msumbiji na sisi zitafute njia kwenye pwani ya Somalia kuelekea India. Angalia mzunguko wa Afrika. Soso, hii ni hatari kwa mafuta hayo utayafikisha sokoni kwa bei gani? Yaani maana yake kwa mafuta yatakwenda juu. Sasa Saudia yuko kwenye nafasi ngumu zaidi. Ndio maana naweza kusema kuwa kama kuna nchi ilimuomba Donald Trump asifanye mashambulizi ilikuwa ni Saudi Arabia, kuwa ilikuwa kwenye wakati mgumu. Halafu ilikuwa inafahamu ikiwa haya mashambulizi yataanzia hapa na Marekani atafanya mashambulizi kwa kutokea kwetu, manake ni Irani atapata sababu ya kutushambulia tena kwa nguvu zaidi. Na kilichofanyika wakati huo, simu zilipigwa sehemu tatu. Wakati Marekani inachochea nasema kwa tutafanya. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi aliongea na Uturuki, aliongea na Pakistani, simu ya muda mrefu zaidi aliongea na Prince Faisal bin Farhan, waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia. Akamsisitiza kumwambia kuwa lolote litalokuja kwetu tusilaumiane, kwa sababu na sisi tutajibu kwa ukali huo, hatuwezi kukaa pembeni. Kwa hiyo ndio kile ambacho nakwambia, Saudi Arabia walihisi kuwa hatari itakuwa ni ngumu, kwa sababu tayari tunakabiliana na makundi yenye nguvu ambayo hatuwezi na ambayo yanaonekana kuwa hayapunguzi uhasama kwetu. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kuwa hili tunalizuia. Ndio kilichotokea. Donald Trump akasema kuwa tumesitisha mashambulizi kwa kuombwa na hizi nchi. Kwangu mimi aliombwa na Saudi Arabia, inawezekana aliombwa na Saudi Arabia, lakini kuwaunganisha hao wengine hapo unaweza kusema sidhani, kama kwa sababu Irani hakuna kitu kinachoonyesha kama wao walimuomba. Lakini Iran, maafisa wake wa kijeshi wamekiri kuwa wao wanaendelea kuwa na tahadhari, pamoja na kwamba Trump amesema ameahirisha hayo mashambulizi mapya, lakini hakuna ambaye anaweza akathibitisha kwamba hakutokuwa na mashambulizi ya hapo baadaye. Ya wameshakuwa na uzoefu na hii na wameshaifahamu Marekani ilivyo. Kuna kitu kimoja ambacho nadhani Marekani au Trump mwenyewe wanapaswa wakiri hili kuwa, na hili nimelizungumza mara nyingi, kuwa kupitia vita, kupitia mashambulizi, hii hali haiwezi ikabadilishwa kwa namna yoyote, kwa sababu hawa Irani hawajakubali kurudi nyuma. Mfano, jana msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baqai alivyokuwa kazungumza yote, lakini mwisho akarudia akasema hivi, tunaikumbusha dunia hali ya mlango wa Hormuz haiwezi karudi nyuma kama ilivyokuwa kabla ya tarehe 28. Yaani wao wanakusudia kuwa hawawezi kuja kurasimisha mlango wa bahari wa Hormuz. Hivi katika hilo Rahbi, hakuna namna yoyote ambayo wanaweza wakasuluhisha hii migogoro bila kuigusa Hormuz, kwa sababu Iran imekuwa ni kimbilio lake kubwa sana mlango bahari wa Hormuz, lakini athari inaonekana kwa dunia nzima. Hakuna namna yoyote ambayo Hormuz inaweza ikaendelea kutumika na wao migogoro yao ikaendelea bila Hormuz kutumika. Atakuwa ameshindwa kwa hilo, kwa sababu Iran anaitumia Hormuz kimkakati, yani kuwa naitumia Hormuz kimkakati ili niweze kutimiza ya kwangu, kwa sababu yeye kawekewa vikwazo dunia nzima kuwa okay, wewe huwezi kufanya biashara. Sasa silaha pekee alionayo kwa hivi sasa naweza nikasema anaiona ni Hormuz, na ndio majibu yanakuja duniani kweli. Unaona kuwa hadi huku sisi athari inakuwa ni kubwa sana. Sasa wao kuachia Hormuz kurudi kwenye hali ya kawaida, wanasema hatuwezi kuja kuiachia. Mfano, Donald Trump jana wakati anazungumza na wanahabari hapo kwenye Air Force One akitoka New Jersey kwenda Washington, alisema kuwa tutakuwa na mazungumzo yataanza Jumatatu, ambayo ni leo. Yani mazungumzo yataanza Jumatatu. Mazungumzo kuhusu, akataja vitu viwili. Kasema utaratibu mpya wa kufungua Hormuz
na Irani haitokuwa na nyuklia. The same thing, yani unazungumza kila siku ni habari hiyo hiyo, kwa sababu ukituletea habari ya nyuklia, hakuna siku Irani walikiri kuwa wanataka kuwa na nyuklia. Yani katika mazungumzo yote kuanzia mwanzo hawajai kukiri kwa sisi tunataka kuwa na nyuklia. Sasa hili la Hormuz, kuna mazungumzo yanafanywa na Omani na Irani ambayo yameanza toka wiki jana, na taarifa iliyotolewa jana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani inasema kuwa tuko kwenye wakati mzuri wa kufikia makubaliano na Omani kuhusu Hormuz, lakini wanasisitiza kuwa mazungumzo yetu na Omani hayahusiani kabisa na mgogoro unaoendelea hivi sasa. Yani ni mazungumzo kati ya Irani na Omani. Kulikuwa kuna vitu viwili au vitatu ambapo walishindwa kuelewana. Kwanza, wakati wameshafikia kwenye makubaliano yale ya ile MOU ya vifungu 14, kifungu cha 5 ambacho kilimpa mamlaka Irani ya kushikilia mlango, ikaja ikazua mgogoro baada nchi za magharibi kuishawishi Omani ianzishe njia ya pili upande wa kaskazini, ndio ikazua mgogoro na vurugu zikaanza. Sasa baada ya pale Omani ilipeleka proposal ya kwanza baada ya mgogoro, ikamwambia Irani, sikia, kwa sababu wewe unajua mimi na wewe ndio tunamiliki Hormuz, kwa hiyo tufungue njia moja ya kwangu na njia moja ya kwako. Lakini Omani ikaiambia Irani kuwa hii njia itavyokuwa, wewe ndio yani hizi meli zinapotaka kupita zitapropose kwako, yani kuwa zitaleta maombi kwako, wewe utaidhinisha njia, lakini tuwe na njia mbili, njia ya Omani na njia ya kwako Irani. Irani akachungulia hesabu, akaona kuwa huu mchezo, akakataa, akasema hiyo hatutokuwa nayo, tutakuwa mwanzo mwisho ni mimi, njia nitairatibu mimi. Proposal nyingine ikapelekwa, nadhani ilipelekwa hivi nadhani walipeleka hivi majuzi tena, ya Omani, ambao wakasema kuwa okay, tunaweza tukamiliki Hormuz, lakini mimi naondoa fee, yani kuwa meli ikitaka, yani iwe kama mlango wa Malaka au milango mingine ambayo kuwa meli hazilazimishwi kulipa, yani zikijisikia zilipe. Irani akakataa na hiyo. Sasa vyombo vya habari jana vya Irani vimetoa taarifa mpya, ni kuwa wana mazungumzo mapya kuratibu njia mpya ambayo haitokuwa ile ilikuwepo wala haitokuwa katika pendekezo lililokuwa awali, lakini ni njia mpya. Haikuwa na maelezo ya kutosha. Nadhani hizi siku mbili tutapata majibu kuwa hiyo njia mpya ambayo inazungumzwa kati ya Omani na Irani itakuwa ni ipi na itakuwa utaratibu wake ukoje. Yani sasa wakishaafikiana na hilo, ndio waje warudi huku sasa duniani, maana sisi watoto wa marehemu urithi wetu ndio huu. Tumekubaliana tutapangisha mpangaji kwa kiasi fulani, au kwa sababu wao ndio wamiliki wa Hormuz, ili tunufaike rasmi. Sasa ndio itakuwa hivyo, kuwa sisi ndio watoto wa marehemu, kwa hiyo tunaamua. Rahmi, tunakushukuru sana, japo kwa tamani kufahamu pia ni ipi nafasi ya Israel kwa haya yote ambayo yanaendelea hivi sasa, kwa sababu Israel kama haonekani hivi, lakini tunajua michezo ambayo anaicheza chini ya kapeti. Kwa ufupi sana, kwa ufupi kabisa nitakwambia, wiki iliyopita waziri wa mambo ya nje wa Israel Katz alisema kuwa Marekani anafanya mashambulizi Irani kwa ndege zake zinatokea kwetu zinashambulia kwenda kule. Unajua umekaa kwenye ICU unakula oksijeni ile, halafu mtungi wako huko mwishoni, yani unahisi kule unauona unavyokuisha. Sasa unatafuta sababu ile oksijeni uipate ili uweze kupata kupumua. Ndio kauli ya Israel, yani kuwa Israel wanachotafuta sasa hivi Irani arushe jiwe ili warudi, uchaguzi uahirishwe. Yani serikali ya Netanyahu inatafuta kujinasua hapo ilipo, kwa sababu lakini bado mambo ni magumu. Kifo chake kiko mbele, kinaonekana. Yani kuanguka kwa serikali ya Netanyahu kunahesabika kwa muda. Sasa Irani, hata kama wanajua Marekani anashambulia kwa kutokea Israeli, hatutaki kumpa nafasi Israeli ya kujinusuru kuanguka serikali. Kwa hiyo hatukugusi ili Netanyahu aanguke, hatukugusi. Nakushukuru sana Rahmi. Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, hasa tukigusa yale ambayo yanaendelea kule Mashariki ya Kati.